Kwa jina naitwa Nasoro Mwinyi Mzale au maarufu Bwanga. Ni mchezaji wa Zanzibar All Star, wachezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Zanzibar na timu ya taifa ya Tanzania tangu miaka ya 80 na kwenye 86, kuanzia miaka 86, 87 mpaka kuendelea. Tupo hapa kwa ajili ya mazoezi ya kujitayarisha na mechi ambayo ni mahususi kabisa imeandaliwa na serikali kwa Zanzibar All Star na Brazil. Kwanza tushukuru serikali ya Mapinduzi Zanzibar inaongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa sababu hii ni sehemu kubwa sana au ni jambo kubwa sana kufanyika katika nchi yetu au katika ulimwengu naweza kusema. Kwa hivyo tunashukuru kwa ujio huu na tunashukuru sana serikali ya Mapinduzi Zanzibar ili kujali ili swala pamoja na kutaka kufungua milango ambayo ya kibiashara kwenye njia za utalii wa kimichezo pamoja na utalii wa ndani. Kwanza tunashukuru kwa hilo. Na vile vile ikiwa kama ni naibu rais wa Zanzibar All Star kwenye sehemu ya matayarisho tayari tuna hatua nzuri kwa kushirikiana na serikali. Tumeshafikia hatua nzuri ambayo ya matayarisho kujua katika sehemu za kukaa wageni wetu pamoja na sehemu za kuwatembeza nafikiri kadhalika na ujio wao ambao watu wengi sana wanaosubiri hapa nchini si Zanzibar tu, ni Tanzania nzima kwa ufupi wanasubiri huo ujio wa wale wageni wetu. Na sisi katika maandalizi nafikiri tayari ndio tupo katika mazoezi na bado tunaendelea kwa sababu mechi itakuwa ni tarehe 27 nakumbuka kwenye mwezi wa 7. Kwa hivyo bado tunao muda, tunao wenzetu mbalimbali, tunao wenzetu wengine wako Pemba bado hajafika. Nafikiri wote hao ni katika sehemu yetu vile vile. Kwa hivyo bado tuko kwenye matayarisho na bado kuna matayarisho mengine ambayo bado yanaendelea. Nafikiri kwa kushirikiana pamoja na serikali huo ujio nafikiri utafikia sehemu mahsusi kabisa na hakuna tatizo mpaka sasa. Kwanza ningeomba tu wapenzi wawe wengi katika viwanja vyetu vya Amani Complex zile au tunasema New Amani Stadium, wawe wengi. Kwetu sisi tumejitayarisha vizuri na ukweli Zanzibar ni sehemu ya visiwa na visiwa kawaida vinakuwa ni sehemu ambayo watu wanadili sana na kucheza mambo ya michezo, mipira ufukweni, kuna mipira ya watoto vijana, kuna mipira ya ligi zenyewe. Na kwa hivyo Zanzibar unaweza kusema ni nusu ya Brazil kusema kweli, kwa sababu vipaji vingi sana vimetoka Zanzibar na wengi sana watu wanajua. Hasa kipindi cha nyuma ukitizama kulikuwa na vipaji vingi sana ambavyo vilikuwa vinatoka nje ya Zanzibar na ndani ya Zanzibar wanaenda kucheza tu michezo ambayo mbalimbali, tena si mpira wa miguu tu, hata katika sehemu nyingine vile nyanza za table tennis nini, hata kuna mabingwa walitokea hapa kwenye table tennis. Kwa hivyo na ni wachezaji mpira. Kwa hivyo bado Zanzibar ni kitovu cha michezo. Kweli kuna magwiji ambao wanakuja katika mchezo huu, lakini kabla ya magwiji kulikuwa na magwiji, kwa sababu naweza kusema Zanzibar mwanzo walianza hao magwiji hapa. Ukitizama kina Ronaldo au Ronaldinho wale wamekuja baadaye baada ya maguji wa Zanzibar kujulikana. Kwa hivyo tuseme mfano walikuweko hapa maguji wengi tu na watu walikuwa wanaona kina Seif Bausi, kulikuweko na kina Tashi, mimi mwenyewe labda nikijitaja vile vile Nasoro Mwinyi Bwanga tulikuweko katika kundi hilo, kulikuweko wachezaji wengi kina Dua Saidi, kina Juma Kidishi, kina Amur Azizi, huwezi kuwamaliza wote, lakini ukitaka vipaji maana unaweza kutajua vipaji mpaka ukachoka Zanzibar. Kwa hivyo vipaji vilikuwa vingi sana na bado sio kama vipo, lakini kwa heshima kabisa walotupa hivi vipaji nafikiri vitakuweko na vitaonesha vile vipaji vyao katika vijana. Nafikiri kwa muda mfupi tu watakuweko pale kuonesha ule umahiri wao ili waweze kuona. Hii naweza kusema ni kufungua au kuifungua Zanzibar katika nyanja mbalimbali. Kwanza tuyue tu katika hawa maguji wetu, nafikiri hata katika picha zetu tumeweka kuna Abdul Wakati Juma Ali ambaye ni gwiji ambaye si kwenye mpira tu wa miguu, mpaka katika tennis table alikuwa yeye ni gwiji vile vile. Kwa hivyo watu wasio na wasiwasi, vile vipaji ambavyo wanaohisi Ronaldo wanavyo sisi tulivianza kabla ya Ronaldo. Kwa hivyo wapo watu wenye vipaji zaidi ya yeye mwenyewe Ronaldinho. Kwa hivyo tutakuja kuoneshana ufundi na umahiri hapa, watu wasio na wasiwasi, na vile vile tunamwambia Mheshimiwa Rais aondoshe wasiwasi.
sisi tuko vizuri, tuko mazoezini na watu watafurahi katika mchezo huo inshallah.